Jamvi Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من حرها. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu katika sura hii aliyoanza kumweleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa pindi watakapokujia wanafiki wakisema tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wake na Mwenyezi Mungu anashuhudia hakika wanafiki ni warongo. Leo tunaangalia sifa za wanafiki, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya ya kwanza katika neno lao waliposema nashhadu, tunashuhudia, hapa hili neno limekuja kwa njia yao wao kuonyesha wanaapa, na ni kawaida hata asipotakiwa kuapa wao hupenda kutanguliza viapo. Hii ni moja katika sifa yao. Sasa katika haya ndani ya kitabu cha Al-Jami'u li Ahkami Al-Quran, Qurtubi anasimulia mambo yao walioyafanya katika vitimbi vya kumtimba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kawaida yao, miongoni mwa sifa zao ni vitimbi, kuharibu mahali, kuchafua, kutenganisha. Imepokewa na Bukhari, Qurtubi anataja kwamba imekuja katika Bukhari an Zaid bin Arqam, ikitokana na Zaid mwana wa Arqam. Qal, asema Zaid bin Arqam, kuntu ma'a ammi, hakika mimi nilikuwa pamoja na ammi yangu. Fasami'tu
nikamsikia Abdullah bin Ubay bin Salul, nikamsikia Abdullah bin Ubay bin Salul yaqul, akisema la tunfiqu ala man inda rasulillah, musitoe kuwapa, musiwalishe wale ambao wako kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, hatta yanfadhu, zuieni mpaka waondoke kwa mtume, hatta yanfadhu, mpaka waondoke kwa mtume. Waqal, na akasema katika kuendelea kusema, Zaid bin Arqam asema, akaendelea kusema Abdullah bin Ubay bin Salul, la in rajana, na tukirudi, ila almadina, katika mji wa Madina, la yukhrijanna al-a'azzu, watawatoa wale watukufu wenye nguvu, minha al-adhall, katika huo mji wa Madina watawatoa wanyonge. Zaid alipoyasikia maneno haya asema, fadhakartu dhalika, nikalitaja hilo, liammi, nikamtajia ammi yangu maneno niliyoyasikia kutoka kwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Fadhakara ammi, naye ammi yangu akayataja maneno haya li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kumtajia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie. Fa arsala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alipopata habari naye akatuma mjumbe wake ila Abdullah bin Ubay bin Salul, kumpelekea Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabihi, na watu wake, yani akatuma wajumbe kwenda kumuita Abdullah bin Ubay bin Salul kwa maneno aliyoyatoa. Alipopeleka salamu kama hizi kwa Abdullah bin Ubay bin Salul, fahalafu, wale mabwana wakaapa kwa Mola, ma qalu, kwamba wao hawakusema maneno haya. Angalia sifa zao walizo nazo, vitimbi, hayo maneno ya vitimbi waliyozungumza, kisha sifa yao nyingine kuwapa moja kwa moja, kisha na kuwapa kwa urongo. Wakaapa mbele ya mtume kwamba wao hawakusema maneno haya. Walipoapa sampuli hii, na mtume kama tulivyozungumza juzi ya kuwa mtume mwenyewe amesema, waman hulifa lahu falyardha, mwenye kuapiwa na ridhike. Hawa wazee wakiongozwa na Abdullah bin Ubay bin Salul wamekuja wakaapa kwamba haya maneno hayakusemwa, hatukusema kwamba tutawatoa wanyonge. Wakaapa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhika kwamba hawakusema, na tena katika maneno walioyasema wakamwambia, huenda huyu kijana alipitwa na maneno, amekusudia mengine, sio tuliyoyasema sisi hatukukusudia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya fasaddaqahum, akawasadiki wao kwamba wao hawakusema haya maneno. Zaid bin Arqam asema, wakadhabani, na mtume akanikanusha mimi ndiye niliyesikia, nikamweleza ammi yangu akaja akamweleza mtume, akawaita wao, wakija wakala kiapo kwamba hawakusema. Mtume akawasadiki, mimi akanikadhibisha. Ilipokuwa hali ni hiyo, asema Zaid bin Arqam, fa asabani hammun, ikanipata mimi hamu, yani hamu ya huzuni. Vipi jambo mmelishuhudia? Vipi sijawahi kuja kumdanganya mtume
leo namletea habari, aikubali habari ya hawa mabwana na mimi aikataa yangu, kwamba wao ndio wa kweli na mimi haya ndiyo yasema ya urongo. Sasa ikawa hamu imemshika bwana kama huyu, asikia huzuni. Katika riwaya nyingine asema mpaka nikawa natamani mimi iwe hakuna tena maisha baada ya hapo, sababu yeye mwenyewe lilimtia huzuni. Kisha huyu ammi yake alirudi akamwambia, mbona we kijana umefanya maneno haya, umefanya mambo haya, umekwenda kuzungumza maneno kama haya na mimi nikayapeleka kwa Mtume, leo Mtume amekukadhibisha, wewe utakuwa na uso gani? Asema Zaid bin Arqam, na kwa maneno ya ammi yangu alioniambia baada ya Mtume kunikadhibisha, nikawa natamani iwe tena hakuna maisha ya kuendelea kwangu mimi. Dhiki ninayosikia, na hii kawaida, ikiwa wewe umesema jambo la ukweli kisha watu akakwambia ni mrongo, na una hakika ayana ulioyaona, ayana ulioyasikia, watu wote waseme wewe kuwa ni mrongo. Au yule unayemwamini kabisa kwamba wewe humwambii urongo pia asikuamini, utakuwa na hali gani? Sasa ndilo lilomfanya Zaid bin Arqam akawa hatamani kamwe kuwe na siku nyinginezo za kuishi, kwa uzito wa maneno ambayo ameyapata, na hawa ni gengi limekuja la kanusha kwamba hayakusemwa maneno haya. Sema ikawa yaliyonipata ni mazito, lam yusibni mithlu, hayajawahi kunifikia mambo kama haya, hayajawahi kunifikia maneno kama haya, niseme maneno nije nikadhibishwe katika maisha yangu. Dhiki ikawa ni kubwa mno. Asema fajalastu fi baiti, ikawa hata sitaki kutoka tena, nikakaa nyumbani mwangu. Nilipokaa nyumbani mwangu na huzuni zimenitanda, vipi mimi nitakuwa nimesadikika niliyoyasema ni ya kweli, na ule urongo ambao nimebandikwa mimi kwamba mimi nimesema ambayo sio, pia itaokoka vipi mimi niepukane na hali kama hii? Kwa sababu tayari ishatangaa kwamba huyu kijana amekwenda kumsingizia mtu mzima, kwa sababu Zaid bin Arqam ni kijana na Abdullah bin Ubay bin Salul ni mtu mzima. Sasa akawa ajiona kwamba mimi nitaonekana ninamkosea mtu mzima, mmekwenda kumwambia Mtume urongo, hali yangu imekuwa mzito. Nasema nikakaa, nikawa nimejibakisha nyumbani. Mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faanzala, akateremsha sura hii, idha jaaka almunafiqun, pindi watakapokujia wewe wanafiki. Wakati watakapokujia wewe wanafiki, qalu nashhadu innaka la rasulullah, wakisema kuwa tunashuhudia kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wallahu ya'lamu, na Mwenyezi Mungu anajua, innaka la rasuluhu, kuwa wewe ni mtume wake, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa wanafiki ni warongo. Sura hii haikuteremka aya hii peke yake, ikaendelea aya nyinginezo zinazofuatia mpaka kufika neno la Mwenyezi Mungu anaposema humul ladhina yaquluna, wao ndio ambao wanasema la tunfiqu, musitoe kuwalisha wao, ala man inda rasulillah, wale ambao wako kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, hata yamfadhu, mpaka waondoke. Yani zuieni,
ikiwa mulikuwa matoa kuwapa, basi kuanzia sasa ziwieni, musitoe chochote mpaka waondoke, waachane na Muhammad hata yanfadhu. Asema ikaendelea kuteremka mpaka ikafika la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, watawatoa wale wenye izza, wale wenye nguvu katika mji huo wa Madina, kuwatoa wanyonge. Yani imeteremka kuanzia mwanzo wa sura mpaka kufika hapa. Ilipokuwa imeteremka aya kama hii, fa arsala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu akatuma mjumbe wake, ilayya, kumleta kwangu. Zaid bin Arqam asema baada ya matokeo haya mimi niko nyumbani na sura imeteremka, mara mtume akatuma mjumbe kuniletea mimi. Thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kad saddaqaka, amekusadikisha wewe Zaid bin Arqam. Yani ambakia na huzuni, mimi naitwa mrongo mtaani, mji wa Madina wanijua kuwa ni mrongo kuanzia sasa. Habari nilizozipeleka kwa mtume hazikusadikika. Mara mtume sallallahu alayhi wasallam ateremshiwa aya alizoteremshiwa, akamtuma mjumbe kumuita Zaid bin Arqam, akamwambia njoo. Alipokuja amwambia Mwenyezi Mungu amekusadikisha. Amemsadikisha vipi? Kwamba aliyoyasema ni maneno ya kweli, na yale ambayo wao waliyazungumza kama ulivyotueleza ni kweli, kwamba wao walisema maneno haya na wakasema tukirudi sisi Madina tutawatoa walio wanyonge. Hadithi hii kama tunavyojua kisa hiki kiko katika Bukhari na vile vile Tirmidhi kwake amepokea na akisema hadha hadithun hasanun, hii ni hadithi ambayo ni hasan, sahih, tena iliyokuwa sahih. Kwa riwaya nyingine ya tokeo hili asema Tirmidhi akipokea kwa Zaid bin Arqam, qala, asema azauna, tulikwenda kupigana maa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tumeandamana na mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie. Wa kana maana unasum min al-a'rab, na ikawa katika jeshi letu sisi kama waumini kuna watu kutokana na wabedui. Watu hawa ambao tulikuwa tumefuatana nao katika wabedui, fakunna nubdhiru alma, tukawa sisi huenda kukimbilia maji, twenda fuatia maji. Wakana al-a'rab, lakini walikuwa hawa wabedui, yasbiquna, hututangulia. Kila tukenda kuchukua maji wao hututangulia wakiwa mbele, ilehi, katika hiyo sehemu ya kuchota maji. Qal, ilipokuwa hali ni hiyo, walipokuwa hututangulia, ikatokea siku moja katika kule kuyakimbilia yale maji kukapiganwa kumbo, kama tulivyogusia jana. Kuliko piganwa kumbo, bwana wa Ansar akakanyagwa. Alipokanyagwa hakukubali, akamsukuma mwenzake, na huyu aliyemkanyaga mwenzake alikuwa akiitwa Jahjah. Sasa katika hali kama ile, yule Muansar akapiga ukelele kuwaita watu wa Madina, ya ma'shara al-ansar, enyi jamaa katika Ansari, yani njoni sasa munitetee. Wote Waislamu, wote wako kambini katika jeshi la Waislamu, wamekwenda kwa ajili ya vita.
Lakini limetokea hili, ikawa hali ndiyo hiyo, mivutano ile, vikumbo, kusukumana, mara likatokea lililotokea. Maneno ni yale tuliyoyagusia jana. Abdullah bin Ubay bin Salul akamwambia kwamba ni nyinyi muliwakaribisha, ni nyinyi muwapa chakula, aibu zuieni muangalie itakavyokuwa. Kisha akasema maneno kama tulivyoyataja jana ya kwamba sammin qalbaka, yani al-arabu taqul, wa arabu anasema sammin qalbaka, mlishe mbwa wako, sammin kalbaka, mlishe mbwa wako, yakuluka, atakuja kuuma kisha, yani atakuja kukula mwenyewe. Yaliposema maneno haya, Muansara akawaita watu wa Madina, na yule Jahjah naye akapiga ukelele, ya ma'shara almuhajirin, ewe kongamano la muhajirin. Jeshi moja laitwa kwa sauti ya mgao. Walipoitwa kwa sauti ya mgao, muhajirina wakasimama upande wa Jahjah na Ansari wakasimama upande wa huyu jamaa yao anayeitwa Qais. Waliposimama kwa upande wa jamaa, ikawa safu mbili, si safu za mazungumzo, ni safu za vita. Sasa ilipofikia hali ile, jamaa wakakimbilia kwenda kumuita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akija, jamaa tayari waangaliana, wataka kuvianza vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaituliza ile hali, akawaambia, awa bid'awati aljahiliya, hivi nyinyi munalingania ujahilia, yani kuitana kimiji? Nyinyi Waislamu nyote, lakini mwaitana kimiji. Nyinyi Waislamu nyote mwaitana kijamii, mwaitana kikabila, yani tena hamuitani kwa sababu ya jengine, ni sababu ya kupigana nyinyi kwa nyinyi. Awa bid'awati aljahiliya wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina adhhurikum, na Mtume wa Mwenyezi Mungu yuko kati yenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoyazungumza haya, jamaa wakarudi nyuma, yale yakavunjika, lakini maneno mazito yalikuwa yashazungumzwa. Mtume akaelezwa habari kama zile, kuwa wamesema wenye nguvu wakiingia Madina watawatoa wanyonge. Sifa nyingine ambayo imekuja ndani ya aya hii ni sifa ya kuapa. Waliposema nashhadu, tunashuhudia, innaka la rasulullah, kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Qila, kumesemwa maana nashhadu, maana ya neno lake Mwenyezi Mungu kutoa hikayatan anhum, hikaya kutoka kwao, ni kwamba nahlifu, tunaapa. Nahlifu yani nashhadu, nahlifu tunaapa, yani fa'ubira anil halfi. Neno nashhada, nashhadu likaletewa taabira ya kiapo, bishahada, tena kutoa shahada. Lianna kulla wahidin, kwa sababu kila mmoja, minal alfi, zote kila moja kati ya hizo ni kutokana na kiapo. Washahadatu ithbatun li amrin almaghib, ushuhuda ni au shahada ni kuthibitisha kwa jambo ambalo limekuwa limekosekana. Kwa hivyo ni kama kwamba hakukuwa kunaaminika kuwa kuna mtume, au katika moyo wao wanathibitisha kile kwa ndimi zao kile ambacho hakiko katika nyoyo zao. Kule kusema nashhadu, wanaleta kitu ambacho hakipo moyoni mwao, wanataka kukithibitisha kwa ulimi. Ndio maana shahada
kukithibitisha kitu ambacho hakipo katika nyoyo zao, hakuna kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini wakatoa ushuhuda kwa ndimi zao. Hii ni moja. Pili, katika neno hili nashhadu, wa yuhtamalu an yakuna dhalika mahmulun ala dhahirihi, inachukuliwa kwamba kauli hii inachukuliwa kuwa kwa uwazi wake, kwamba tunashuhudia hivi waziwazi, annahum yashhaduna anna Muhammada rasulullah, kuwa wao wanashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, i'tirafan, kwa kujitambulisha, bil iman, kujitambulisha kwamba wao wanayo imani hiyo, wa nafyan, lakini na kukanusha bin nifaqi, kwa unafiki. Yani wao wanajitambulisha kuthibitisha kwamba mtume ni mtume kweli, na kukanusha ule unafiki wao walionao, kwamba wao wanataraddudi, huyu si mtume. La, huu walionao ni unafiki. Moja. Pili, vile vile ni kwamba wao wanathibitisha kuwa huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kukanusha kwamba madai ya kinafiki haya tulionayo hayamo. Yani Mwenyezi Mungu akawajalia kuwa ni wenye kutemka japokuwa hawaamini, kuwa ni wenye kutemka japokuwa hili jambo wao wako kinyume nalo. Mwenyezi Mungu mara nyingine hujalia haki ikazungumzwa na adui wa ile haki. Wanafian linnifaqi an anfusihim, na kukanusha unafiki katika nafsi zao. Wa huwa al-ashbah, na kauli hii ndiyo inayofanana zaidi, kwa kuwa unafiki ni kitu kibaya na ni sifa mbaya. Tumuulize aliyepewa siri ya wanafiki asema nini kuhusu unafiki. Hudhaifa bin al-Yaman aliwahi kuulizwa kuhusu unafiki, faqal, akasema, alladhi, nafiki ni yule ambaye yasifu al-islama, huwa kawaida akiusifu Uislamu, wala ya'malu bihi, wala haufanyii kazi. Na ikiwa ni hivi, basi kuna wengi itakuwa ni wanafiki. Jawabu la Hudhaifa fupi ni hili, asema unafiki na mnafiki au unafiki ni ile sifa mtu ambayo anayo, ukimwangalia anasifia kuwa yeye ni Muislamu, lakini haufanyii kazi Uislamu. Aweza kutukua mavazi ya Kiislamu akavaa, aweza kuzungumza, au aweza kujisifu kuwa yeye ni Muislamu, aweza kujisifu kuwa yeye ni muaminifu, aweza kujisifu kuwa yeye ni mkweli, yeye ni hivi, na akawa yale anayojisifu nayo hayamo katika matendo yake. Hili ni jawabu la Hudhaifa bin al-Yaman. Vile vile Hudhaifa bin al-Yaman baada ya kuyasema haya asema, wa huwa al-yawm, mwenye kitabu hiki Al-Jami' li ahkam al-Quran asema, na hayo aliyoyazungumza Hudhaifa bin al-Yaman, mtu mwenye sifa hiyo, wa huwa al-yawm, naye kwa leo,
au huo unafiki kwa leo wa hali hiyo uliosifiwa, sharrun minhum, ni shari kutokana na wao. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume rehma na amani zimshikie, liannahum kanu, ona sasa ausifu unafiki ulokuweko katika zama hizo, kusawazanisha na unafiki ulioko kwa zama za leo, ya kuwa unafiki wa zama hizo hushindwa na unafiki wa zama za leo. Ndio akasema wa huwa al-yawm, na huo unafiki leo au na huyo unafiki leo, sharrun, ni shari zaidi, minhum, kuwashinda wale waliotangulia. Kuwashinda wale waliotangulia na unafiki wao. Huwashinda vipi? Angalia anavyosema wanavyoni, liannahum, kwa sababu wao wale wanafiki wa zama zile, kanu, walikuwa, yaktumunahu, huo unafiki wakiuficha. Wao walikuwa huo unafiki wakiuficha. Wahumul yawm, na hao wanafiki wa leo, yudhihirunahu, wanaudhihirisha, wanaudhihirisha wazi wazi. Mtu aweza kukwambia tu, usicheze na mimi wewe, mimi ninawafuta wengi kazi, mimi nikiweka langu moja tu halitasadikiwa kuliko yako 10 utakayoyasema ya ukweli. Muangalie fulani yule, mimi ndiye nilimtia fitina nikamtoa kazini yule ndiye nilimchochea, yule ndiye nilimpangia njama mimi, yule ndiye nilimharibia mahali fulani, yule ajisifu. Wacheza na mimi bwana? Wangapi ninawafuta kazi mimi? Wangapi mmewaharibia mambo yao mimi? Wangapi mmewatetanisha mimi? Asifu. Sasa ndio haya maneno anayosema huyu mwanachuoni, wahumul yawm, nao wanafiki wa leo, sharrun, ni waovu zaidi kuliko wale waliotangulia, kwa sababu waliotangulia kanu, walikuwa, yaktumunahu, wakiuficha unafiki wao, wahumul yawm, na wao leo, yudhihirunahu, wanaudhihirisha. Aweza kwenda barazani, nitakwambia, si niliwaambia nitantoa yule, shantoa, nishantoa, shamuharibia, ameufanya unafiki wake, kisha enda na kujigamba. Sasa hapa tunaelezwa ya kuwa basi unafiki ni mbaya mno, mpaka imefika wa leo wanaweza kujidhihirisha katika unafiki wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zao awasifu akisema, almunafiquna walmunafiqat, wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike, baadhuhum, baadhi yao, baadhuhum min baadhi, baadhi yao kwa baadhi, yaamuruna bil munkari, huamrishana mabaya. Wanafiki kwa wanafiki wa kiume na wa kike, baadhi yao kwa baadhi wanaamrishana mabaya, wayanhauna anil ma'ruf, na wanakatazana mema, wayakbidhuna aidiyahum, na hufunga mikono yao, yani wao si watoaji, hawako katika kundi hilo la kutoa, la kuwa mbele katika kusaidia, hawamo. Wayakbidhuna aidiyahum, na hufunga mikono yao. Kwa nini? Nasullaha, kwa sababu wamemsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanasiyahum, naye Mwenyezi Mungu kwa kumsahau wao akawaachilia. Innal munafiqina, hakika wanafiki, humul fasiquna, wao ni mafasiki. Kwa hivyo tumeiona sifa nyingine ambayo walionayo
hawaamrishani mema, huamrishana mabaya. Hawakatazani mabaya, bali hukatazana mema. Inaweza kuwa mtu alikuwa aenda kulifanya zuri kumfanyia mwenzake, kaja mnafiki akakanyagia, waenda kufanya nini bwana, hatana naye yule ni hivi ni hivi, yule enda huyu ukimsaidia kazi ya bure, enda kuzichezea hizo ambazo ndo kumsaidia, pengine yule mtu ni mhitaji kweli. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawasifu kwa sifa hizi ya kwamba huamrishana mabaya na kukatazana mema. Sababu ni kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaweka waumini na akawasifu akiwaambia, mumekuwa umma bora kwa sababu mnaamrishana mema na kukatazana mabaya. Innal munafiqina, hakika wanafiki, yulaqibuna almu'minin, katika sifa zao wanafiki huwabandika majina waumini, yani lakabu zile mbovu mbovu huzitoa wakawabandika waumini. Kwa nini? Mbona wafanya hivi? Lengo na shabaha ni kwamba wao waonekane wazuri, wale wazuri waonekane wabaya. Kutoa majina ya kubandika, wakawabandika watu ambao waumini, wakawabandika sifa mbaya. Hilo utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara amesema, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Wao wakiambiwa msilete uharibifu katika ardhi, wao waharibifu husema asijengine, haya tunayowafanya tunaleta islahi, twatengeza sisi. Mwenyezi Mungu asema nini? Ala innahum humul mufsidun. Jueni na kutanabah kuwa wao ndio waharibifu, walakin la yash'uruna, lakini hawatambui. Wa idha qila lahum, na pindi waambiwapo, aminu kama amana an-nas, hebu muamini kama wanavyoamini watu, kuweni na imani kama ambavyo watu wanayo imani. Imani ya waumini Mwenyezi Mungu amewasifu mwanzo wa suratul Baqara, imani yao ya yaqini. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hii ni sifa ya waumini. Sasa wao hawa waumini ambao Mwenyezi Mungu kawasifu ya kuwa wana yakini na kuwa wao waumini wa kisawasawa, wana imani na akhira na wana yakini nao, basi walipoambiwa na nyinyi muamini kama wanavyoamini wao, idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Angalia, wamechukua sifa hii ya sufaha wakaitupia kwa waumini. Tuamini kama walivyoamini wahuni? Tuamini kama walivyoamini wenye akili mbovu? Tuamini kama walivyoamini waovu? Yani sufaha au sifatu safaha yusnidunaha ila almu'minin, wanaichukua sifa hii ya usafihi, ya akili mbovu na tabia mbovu na ya uchafu, kwamba ya wale waumini, sio yao wao. Aminu kama amana an-nas, aminini kama wanavyoamini watu. Wasema hivi, sisi tuamini kama wanavyoamini masafihi?
Mwenyezi Mungu aja mwenyewe abaini kuwa la waumini si masafihi, wao ndiyo masafihi. Mwenyezi Mungu asema ala, basi jueni, innahum humus sufaha, kuwa wao ndiyo masafihi, ndiyo waovu, ndiyo wahuni, ndiyo wenye akili mbovu. Humus sufaha walakin la ya'lamun, lakini hawajui, hawajitambui mpaka wajiona wao wako katika sawa, wawaona waumini wamepotea. Kwa hivyo hii tabia yao ya kubandika watu walo wazuri sifa mbovu. Na utamuona mtu mnafiki akikujia yeye, akiwa ataka apate yeye fulani asipate, au muamini yeye usimwamini mwingine, akija kwanza atamtukana yule, ambandike sifa mbovu, amtie ila, mpaka wewe uje uone mimi bwana nilikuwa nikimwamini kumbe ni mbaya sampuli. Yani amekuja akamchafua chembelecho wenye kusema mitaani, akampaka kisawa sawa, mpaka amekuwa huyu mwenye kuelezwa amuona si chochote yule muumini wa kisawa sawa. Ni sifa za wanafiki. Aweza mtu akaja akakutukania mtu, au akaja akamtia ila rafiki yako, mpaka ukaona kumbe siku zote mimi naishi na nyoka. Rafiki yako akija azungumza nawe vizuri, akuona huko sawa katika mazungumzo naye, kumbe tayari amekuja mnafiki ameyaleta haya. Na kwa nini nasema mnafiki? Kwa sababu ni mchochezi, na uchochezi ni sifa za unafiki. Na wakitaka vile vile kutaka kukutia mahali pabaya, au waonekane wao wazuri, aweza kukwambia moja kwa moja wewe ni muovu. Angalia kama yule aliyekuja kumwambia Mtume, "I'dil ya Muhammad", fanya uadilifu ewe Muhammad. Mtume akamwambia, "Waihak, ole wako, ikiwa sifanyi mimi uadilifu, mimi Muhammad Rasulullah, nani mwingine?" Kwani aliyekuja kuwafunza uadilifu nani? Si ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini kwa kuwa yeye ni mnafiki, huyu bwana atakikana ajionyeshe kwamba yeye ni mzuri, mpaka ataka kumrekebisha Mtume, amwambia Mtume, "I'dil, fanya uadilifu", ili aonekane Mtume hapa amekhini. Ndio Mtume akamwambia, "Waihak, ole wako, ikiwa mimi sifanyi uadilifu, nani atafanya uadilifu?" Lakini tabia zao ndio hata imekuja katika methali ya Kiarabu inasema, almunafiqu, mnafiki, yaakulu ma'a dhibi, hula pamoja na mbwa mwitu, wa yabki ma'a rai, kisha akalia na mchungaji. Hula pamoja na mbwa mwitu, yani lile ovu ambalo amelifanya yeye na muovu mwenzake kukufanyia wewe, wamefanya rahmu starehe, kisha aondoka kwa yule muovu mwenzake waliofanya uovu, akaja kwako akaonyesha sikitiko lililokupata. Bwana, kuharibikiwa na kitu fulani, nasikitika sana, kupotelewa na kitu fulani. Kumbe yeye amepanga njama na mtu fulani aje akuibie. Baada ya kukuibia, yule mmoja ashakwenda nacho, kisha aja kwako, gari yako ipotea bwana. Kumbe njama ni yeye alikuja kuipanga iibwe ile gari. Nyumba yako bwana umeshindwa kesi wewe, kumbe yeye alikuwa kwa upande huu kukuharibia na kitu kilichokuwa ni haki yako. Ndiyo maana ya msemo huu, yaakulu almunafiqu yaakulu ma'a dhibi, mnafiki hula pamoja na mbwa mwitu, wa yabki
ma'arrai, kisha akalia na mchungaji, kwa sababu mchungaji mbuzi wake ikiwa ameliwa na mbwa mwitu atakuwa na sikitiko, na kumbe yeye ndiye alifungulia boma lile la mbuzi akaliacha wazi, awale mtoa mbuzi katika zizi, mbwa mwitu akamla. Kisha akaja kwako wewe mchungaji akakwambia, bwana, anasikitika mbuzi wako kutoka katika boma, mbwa mwitu akamvamia, na yeye ndiye aliyokuja kufungua, mbuzi akatoka, au mbwa mwitu akaingia katika lile zizi. Kwa hivyo tutahadharini nao sana. Waweza kuwa unaishi naye, waweza kuwa wewe umeona rafiki yako, na ilhali yeye ndiye anakuchimbia kisima kikavu. Yakulu Ibn Mulaika, asema Ibn Mulaika, kauli hii tuliwahi kuizungumza, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, niliwapata masahaba 30 wa mtume. Huyu bwana tabi'in asema mimi niliwaona na nikawapata masahaba 30, kullu minhum, kila mmoja miongoni mwao, yakhsha an-nifaq, anauogopa unafiki. Masahaba waliuogopa, kama jana tulivyopiga mfano. Wa yaqulu al-Hasan al-Basri, anasema Hasan al-Basri rahimahullah, ani nifaqi, kuhusu unafiki, asema la ya'manuhu, hakuna mtu anayejiona yuko katika amani na unafiki, illa almunafiq, isipokuwa mnafiki. Yule kujiona kwamba mimi sina unafiki wowote, akawa hauogopi, yani akajiona yeye ni mukhlis moja kwa moja, asema hakuna mtu mwenye kujihisi sampuli hiyo isipokuwa ni mnafiki. Isipokuwa ambaye ni mnafiki aweza kujiona kwamba mimi siguswi na unafiki, sina tembe. La ya'manuhu illa almunafiq, hakuna ambaye atajiona yuko katika amani na kujiamini nao isipokuwa mnafiki. Wala yakhafuhu, wala hakuna anauogopa huo unafiki, illa almu'min, isipokuwa mu'min. Kawaida ya mu'min anauogopa, na kawaida ya mnafiki huwa yeye anajiamini na ule unafiki kwamba haumgusi, na kwamba yeye ajiona ana imani moja kwa moja. Hizi ndizo sifa ambazo wako nazo wanafiki. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kukimbia unafiki, na atuepushe unafiki, na tusiwe mfano wa mbwa mwitu ambaye hutangamana na mnafiki, kisha mnafiki akaja akala na mchungaji. Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu, atutakabalie saumu yetu. Ikiwa kuna swali natoa nafasi. Naam. Mtu asema mnafiki na hasidi wako sawa? Hawako sawa, isipokuwa tu mnafiki pia sifa ya hasadi hubeba. Aweza kuwa mtu ni hasidi hana unafiki, sababu hasidi ni yule ambaye mara nyingi hapendelei mtu kupata, au aonapo kitu chochote yeye mbio mbio kikamuingia katika matamanio yake ya roho, na akikitamani, akikiingiza katika moyo wake kwa dhati, kinakuja muathiri yule aliyetamaniwa. Wako viumbe sampuli, mtu aweza kuuangusha mti kwa kuuatukia. Wako mtu akawa ni mzima akamuathiri kwa ulimi wake au kwa jicho lake akawa mgonjwa. Mashini hasidi huweza akaiathiri ikawa nzima, ikakwama, ikatafutiwa dawa na makanika wakatafuta kila aina ya mbinu, ikakwama kwa hasidi. Huyu ni hasidi.
Mnafiki ana hii hali ya kuficha kile ambacho ni kiovu na kudhihirisha kile ambacho ni kizuri. Atakuja kujidhihirisha kwako wewe kwamba yeye ni rafiki yako, yeye wakupenda, yeye anakupendelea mazuri. Amedhihirisha wapi? Usoni. Lakini ikawa katika moyo wake hakupendelei mazuri. Pengine una kigari chako hapa, mashallah, Mwenyezi Mungu kakuruzuku wewe hivi na hivi. Yale anayoyasema katika mdomo na ile hali ya unayoiona kama ya bashasha usoni, kumbe hapa yuwateketea. Kwa kuwa ateketea, basi hata kalitokee baya haliwi hivi hivi, basi enda hata kukupangia njama. Huyo ndio ujue kwamba ni nani? Mnafiki. Kwa hivyo amebeba mangapi? Mawili. Mtu aweza kuwa ni mnafiki na ana uhasidi ndani yake, kama Abdullah bin Ubay bin Salul. Haya yote na njama zote ilikuwa nini? Ni hasad ya uchungu wa kuwa yeye ilikuwa karibu kutawazwa kuwa mkuu wa watu wa Madina. Mara Mtume akahamia Madina, watu yale yote fikra za kumtawaza Abdullah bin Ubay bin Salul zikafanyaje? Zikatoka, wakawa wamemwelekea Mtume. Sasa hapo ndio kulikuwa na kishipa kimeanza, ndizo zile njama akawa anazifanya za kila upande. Kwa hivyo vitimbi na hasadi ndani yake akawa anazifanya kumhusudu Mtume. Kwa nini wote washamkubali Mtume wakaliacha lile lango? Kwa hivyo hawa ni watu tofauti, isipokuwa mnafiki aweza kubeba nini? Uhasidi ndani yake. Naam. Waweza, ikiwa umehakikisha kwa alama zilizo wazi, unaweza, kwa sababu haya yametokea katika zama za masahaba, mpaka mtu akaambiwa innaka munafiqun. Kama huyu Zaid bin Arqam alimwambia huyu mzee, wa innaka la munafiqun, wewe ni mnafiki, wala ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unaweza kumwambia mtu ni mnafiki wewe ikiwa alilolitenda ni la unafiki wazi wazi na likakubainikia, sio kama vile tulivyo sisi, jambo dogo ushamrushia mtu neno nafiki wewe, mmekosana kidogo tu. Au pengine shekhe akawa yazungumza msikitini, akizungumza katika maudhui fulani ikamgusa yule bwana, basi naye atakwenda kuweka maskani ya shekhe gani yule nafiki yule, na ndio wanabandikwa sana. Lakini pia limerahisishwa na mashekhe wenyewe, kwa sababu pia nao huja mara nyingine wakawa wanarushiana maneno, fulani ni nafiki, fulani ni nafiki. Si mchezo kumwambia mtu mnafiki, lakini ubidi mahali pengine akaambiwa ikiwa kumethubutu. Nafikiri tumemaliza. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif ya latif tufina fi ma jarat bihi almaqadir wa hawwin alayna kull asir innaka ala kulli shay'in qadir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.